Tunabarikiwa sana sogea vitu vya mbele. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku nyingine ambayo ameifanya kwa ajili yetu ili tukaweza kubarikiwa na kuweza kufurahia ndani ya siku hii. Tunalitukuza jina la Bwana katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa kutuneemesha na kutuwezesha kuona siku ya leo
hatuchukulie kuwa ni kawaida ya kila siku, bali tunasema ni kwa mkono wa Bwana na ni kwa nguvu za Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na kukaribisha katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Bwana katika jina la Yesu. Karibu sana katika jina la Yesu. Tumekuwa tukichunguza kuhusu matendo ya imani kwa kipindi kirefu. Tumekuwa tukichunguza kuhusu matendo ya imani, na bado wiki hii tutaendelea kuangalia kuhusu matendo ya imani, kwa sababu ni ya baraka na ni ya maana sana. Nasi tunapaswa kumwelewa Mungu wakati anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Wakati mwingine ni vizuri unasoma andiko na unaomba kabisa Roho Mtakatifu akupatie ufahamu. Nilikuambia ufahamu ni kuu sana. Understanding ni ya maana hata kushinda knowledge. Better to have understanding. Nikiwekewa understanding and knowledge, I'll go for understanding, because we have so many people wako na knowledge but they don't understand things. So in the kingdom of God, understanding is very important, because understanding hupatia mtu mwelekeo. Understanding ndio itadetermine njia utafuata. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, knowledge ni kujua, knowledge unaelimika, but understanding ndio itakupatia mwelekeo utafuata. Utafuata mbaya ama utafuata mzuri. Understanding ndio itakupatia, kwa sababu vile utaelewa ndivyo utakavyofanya. Ni kweli? So ukielewa vibaya, angalia mambo haya ya kimungu. Nilikuwa ninaambia watu, ukiangalia baadhi ya madhehebu, ukiangalia Radio Maria, ukiangalia Jehovah's Witness, ukiangalia Shakahola, ukiangalia watu wote wanajitokeza, wanatoa wapi vitu? Hivi vitu yote wanasoma nini? Utawaona watu wako na Biblia, wote wanasoma Biblia. Shida yao inatokezea wapi? Vile wamesoma wakaelewa. Kuna watu dini yao inalazimisha wamama lazima wafunge kichwa, kwa sababu walisoma wapi? Hapa. Lakini mimi nikisoma, nikiunderstand vizuri, ninapata inaongea kuhusu nywele za mwanamke, haiongei kuhusu kitambaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. So vile utaelewa, hivyo ndio utaenda. So hizi dini zote utapata wengi wanasoma nini? Wanasoma maandiko. Lakini sasa shida ni kwamba kusoma si mbaya, because unasoma because uko na knowledge, uko na elimu, umeelimika. But understanding, wanasoma wanaelewa tofauti. Sasa hivyo ndio wanafuata. So ufahamu ni ya maana sana. So ni vizuri wakati unasoma imeandikwa mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kaa chini, ambia Roho Mtakatifu nijaze. Na ndio maana tuko na roho wa ufahamu kwa Biblia. Omba Mungu, nipatie roho wa ufahamu, kando na vitu vingi ambavyo unaomba. Baba, nipatie the spirit of understanding, so that when I read your word, ni understand inamaanisha nini before nipate ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vyema tuelewe, wakati maandiko inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, tafuta ufahamu wa hilo neno inamaanisha nini. Sisi hatutaki kujua hiyo. Sisi tumejua tu, tunajua kwa kusema ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, na tunaiachia hapo. Lakini hatujui tunapaswa kwenda zaidi, tafuta ufahamu. So mambo na imani ni mambo ya msingi sana katika mambo ya ufalme wa Mungu, kwa sababu ufalme wa Mungu una operate by faith. Bila imani we can't operate in the kingdom of God. So unaangalia, unaona ya kwamba imani ni ya maana. Biblia inasema hawezi ukampendeza Mungu pasipo nini? Imani. Sasa unaona, about faith is a must, kwa sababu number one, hawezi mpendeza kama una imani, na kila ajaye kwake lazima aamini.
lazima amini. So tunaona anything to do with God ina require faith. So tunaona ya kwamba imani ni msingi dhabiti ambao unahitajika katika ufalme, ili tukaweze kufanya mambo ya Mungu kwa imani, ili tukaweze kuendelea katika ufalme ni kwa imani. Maana hata huyu Yesu nilimpokea, mimi sijawahi muona, nilimpokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. So zinatendeka kwa imani. Sasa tunahitaji kuenda zaidi, tuwe na elimu ya kindani zaidi kuhusiana na imani. Na hii mojawapo ya vitu ambazo zinafaa kuwa basics kwa mafundisho ya Mkristo anapookoka. Aambiwe huku penye unakuja bila imani hakuna kitu utafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu pia ufalme wa shetani anarana ufalme wake na fear. Shetani anatawala ufalme wake na uoga. Na kama kuna kitu inapiga uoga ni imani peke yake. Nikiamini siwezi ogopa. Wanaoamini hawawezi wakaogopa. Wanaoamini hawawezi wakamuogopa shetani. Wanaoamini hawawezi wakaogopa kenye shetani anasema anaweza akafanya. Wanaoamini hawawezi wakaogopa vitisho vya shetani. Wanaoamini hawaogopi, kwa sababu ufalme wa shetani unatawaliwa na uoga. Hawawezi wakaoperate ufalme wa shetani bila uoga, maana lazima wamuogope shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So Mungu akubariki kwa haya. Tunataka tu kuangalia imani, tufanye maombi. Hapa ndio tutakwama wiki hii, kwa sababu ni wiki yetu ya maombi. Tutakwama hapa tuweze kufanya hizi maombi katika jina la Yesu, na Mungu anaenda kukubariki. Kitabu cha Waibrania 11 mstari wa 30. Hapo ndio tupo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Biblia inasema kwa imani. Kwa imani. Inaanza kwa kusema kwa imani. Ninapenda kitabu cha Waibrania kwa sababu ya vile ambavyo inaanza. Bwana asifiwe. Waibrania 11 inanifurahisha na nimeiona kwa utofauti wakati huu. Imeanza kwa imani. Hiyo ni kumaanisha kwamba kila kitu inapaswa kuanza kwa imani. That's why in the book of Genesis chapter 1 verse number 1 inaanza kwa kusema in the beginning God. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Waibrania inaanza kwa kusema kwa imani. Kuna vitu wapendwa walifanya vya kushangaza, vya kufurahisha, vya kumtukuza Mungu. Lakini twaje kuambiwa ya kwamba ni kwa imani walifanya hizi vitu. Hii ni Biblia inajaribu kutuonyesha kwamba tunaweza tukafanya, because katika Old Testament miujiza ambayo iko kwa Old Testament ni nyingi sana. Miujiza ambayo imetendeka katika Agano la Kale ni nyingi tena sana. Tuelewe muujiza ambao imetendeka katika New Testament ni muujiza wa wokovu. Halo, muujiza wa nini? Muujiza mkuu katika New Testament ni wokovu. Lakini kwa Old Testament baba, miujiza ni mingi. Watumishi wa Mungu wamefanya vitu. Watumishi wa Mungu wamefanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Musa, hii ni vitu wanafanya. Kuweka fimbo chini na kuwa nyoka, hivi ni vitu wanafanya. Akina Ibrahimu, akina Isaka, akina Yakobo, akina Samsoni, haya mambo yanafanyika. Tunakuja tunaambiwa yote tu ni kwa imani. Kama kweli wataka sana, wapendezwa nayo sana, it is by faith. That's why leo siwezi tamani kuwa kama Musa, wala siwezi tamani kuwa kama Ibrahimu. Lakini kuna kitu Ibrahimu alioperate nayo akafanya kenye alifanya, naweza nikachukua hiyo, na ni imani. Hallelujah. Hallelujah. You know we have people wanaomba kukua Elijah. Mimi siwezi taka kuwa kama Elijah hata kidogo. Siwezi kutaka kukua kama Elijah. Kwa sababu hata ni vigumu mtu kukua kama mtu yoyote wa Old Testament. It's very impossible. Haiwezekani, hauwezi. Kwa sababu seasons zenye tuko si kama seasons zao. Kwa sababu unapaswa kuelewa kila mtumishi wa Mungu aliletwa kwa wakati. Musa alioperate kwa hiyo nyakati.
Na nyakati za Musa zi kama nyakati zetu, uongo. Hazifanani hata kidogo. Na hatuwezi kukua kama mtu yote wa Old Testament kwa sababu sasa tuko kwa New Testament. The only person tunapaswa kukua kama yeye ni Yesu peke yake. Huyo ndio tumewekewa sote tukue kama yeye. Lakini kuna vitu Elijah alifanya naweza nikafanya. Na imanishi niko na roho wa Elijah, hapana. Kwa New Testament hatuongei kuhusu kuwa na roho ya Elijah, ni makosa. Kwa New Testament ukiniambia uko na roho ya Daniel unafanya makosa, sio sawa. Daniel si mbaya, ni mzuri. Lakini haturuhusiwi, tunapaswa kukua na roho wa Mungu peke yake. Hatupaswi kukua na roho wa mtu yoyote. Hatupaswi kukua na roho wa mtu yoyote, maana tunapaswa kukua na roho wa Mungu. Na tunapaswa kukua kama Yesu. Na tunapaswa kukua na roho wa Mungu. Period. Lakini kuna vitu Musa alifanya naweza nikafanya. Kuna vitu Abel alifanya naweza nikafanya. Kuna vitu Joshua alifanya naweza nikafanya, lakini mimi siwezi kuwa kama Joshua. Lakini kuna vitu Joshua alifanya naweza nikafanya. Maana Biblia inaniambia alifanya kwa imani. Na siku ya leo bado tuko na imani. Sasa kama alifanya kwa imani, kile napaswa kufanya ni kujenga imani yangu. Na nianze kufanya vitu. Sitafanya vile Joshua alifanya, lakini na mimi pia nitafanya by faith. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitafanya nini? Kwa imani. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Unaweza ukararua simba wa leo. Samsoni alirarua simba halisi. Sisi leo hakuna simba halisi tunamhitaji. Kwa sababu nyakati zile maadui zao hawakuwa kiroho, walikuwa kimwili. Na Farao adui wa Israeli alikuwa kimwili, hakukuwa kiroho. Wao walikuwa wanapigana na shetani kama sisi, wao walikuwa wanapigana na Farao. Wao walikuwa wanapigana na Wafilisti. Hao ndio walikuwa matatizo yao. So Samsoni alirarua simba, maana siku hiyo adui alikuwa ni simba halisi. Lakini siku ya leo tuko na simba, tuko na shetani angurumaye kama simba. So huyo ndio simba napaswa kumrarua. Nitamrarua aje? By faith. Bwana Yesu asifiwe. Nitamrarua aje? By faith. Nitamrarua. So zote leo tunazifanya kwa imani. Wao walifanya kwa matendo, sisi tunafanya kwa imani katika jina la Yesu. Tunaambiwa kwa imani kuta za Yeriko. Amen. Natumai kuta za Fort Jesus ni nyembamba kushinda za Jericho pengine. Umeenda Fort Jesus, umeona hiyo kuta? Hiyo kuta ni pana bwana. Hiyo kuta ni pana, ni refu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa imejengwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema kwamba kwa imani. Kwa imani. Kuna kuta refu pana katika maisha yetu siku ya leo. Leo kuta ambazo tuna deal nazo si kama kuta za Jericho. Leo tuna deal na hizo kuta katika ulimwengu wa roho. Leo hizo kuta zimejengwa katika ulimwengu wa roho. Zimejengwa kuta refu sana na tena ni pana. Upana wake ni mkubwa sana, alafu ni refu sana. Lakini Biblia inasema kwa imani. Bwana asifiwe sana. Kwa imani. Kuta ambazo zimejengwa kwa maisha yako. Kuta ambazo zimejengwa mbele yako. Kuta ambazo zimejengwa za kukuzuilia. Biblia inasema basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa. Ulijengwa na kuzingirwa na kuta kwa ajili ya wana wa Israeli wasiweze ingia katika ule mji. Lakini kumbe kwa imani mji ulikuwa unaenda kuangushwa. Kwa imani hizo kuta zilikuwa zinaenda kuangushwa. Na wiki hii nataka tusimame pamoja na wewe katika maombi ya kuangusha kila kuta ambazo zinaitwa kuta za vizuizi. Ni kuta gani zimeinuliwa katika maisha yako? Ni kuta gani zimewekwa kinyume na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka. Hata hazikuangushwa, zilianguka. Kuna watu walizunguka kitendo cha imani, kuta zenyewe zikashindwa kustahimili hicho kitendo, zikaanguka. Na leo nasimama kusema kwa jina la Yesu, kuna vitu zinaweza zikaanguka katika maisha yako wakati utachukua hatua fulani ya imani. Hatua ya imani
husababisha vitu visivyostahili kwa maisha yako vinaanguka. Biblia yangu ya Kiswahili haisemi wakaangusha, Biblia inasema ya kwamba zikaanguka. Kwa sababu kuna kitu wao walifanya. Wapendwa, kila mara tunapochukua hatua za imani, kisichostahili hakitasimama, kitaenda chini. Tuamini pamoja na wewe wiki hii ya kwamba nachukua hatua ya imani. Ninazunguka Yeriko ya leo ya maisha yangu. Bwana asifiwe. Leo mimi sizunguki Yeriko ya Kenya, sihitaji hiyo. Leo nitazunguka Yeriko yangu. Mimi ni tosha. Mimi ndio mwana wa Mungu. Mimi ndio Israeli. Na kuna mahali Mungu amenituma. Na mahali Mungu amenituma, adui ameinua kizuizi nisiingie. Na lazima niingie kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Haijalishi vizuizi ambavyo vimeinuliwa. Unajua wakati mwingine Mungu anakutuma mahali, adui anaweka vizuizi mzito za kukuonyesha kwamba si unaona haiwezekani. Acha nikuambie, Mungu akisha sema ni pale, kunyesha mvua kusinyesha mvua aenda. Lakini unapaswa ujue, Mungu akishasema ni pale, shetani atainua pingamizi za kukudhibitishia haiwezekani, ili uweze kugive up, ili uweze kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunasoma tu sehemu ya Jericho, tunaona sehemu tu ya kuizunguka peke yake. It was not a one day thing. And even before kuizunguka, haikukuwa kazi rahisi. Walituma wapelelezi. Walifanya nini? Walituma wapelelezi kuchunguza. So tusiangalie ni kitu tu cha papo mara moja. Hii ni kitu ilichukua miaka na miaka. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kitu ilichukua kipindi kirefu. Hawakuamka tu na wakaambiwa hivyo. Hapana. Katika safari yao ya kuelekea katika mji wa Bwana, katika Kanaani, Jericho ilikuwa mojawapo. Bwana Yesu asifiwe. Katika safari yao, na ukiangalia Jericho ilikuwa tofauti na zingine. Changamoto kubwa unaweza ifanya kama ya Jericho na ya bahari ya Shamu. Hizo ni changamoto kubwa sana. Katika njia yao ya kuelekea katika nchi ya ahadi, kulikuwa na Jericho. Na leo nimekuja kukuambia, katika safari yako ya kuelekea katika Kanaani yako, kila mara tunapoongea kuhusu Kanaani, tunaongea kuhusu mahali ambapo Bwana amepaandaa kwa ajili yako. Hapa duniani, si mbinguni. Bwana asifiwe. Kuna mahali Mungu ameandaa juu yako. Kuna mahali unapaswa kufika kimaisha. Kuna vile unapaswa kukua kimaisha. But unapaswa kujua kuna Jericho mbele yako. Before ufike mahali unaenda, kuna Jericho mbele yako. Before uingie kiwango cha maisha ambacho unapaswa kufika, kuna Jericho mbele yako. Lazima umtegemee Bwana juu ya Jericho. Na kitu kizuri kuhusiana na bahari ya Shamu na Jericho, Mungu ndiye alikuwa na jawabu. Mungu ndiye alikuwa na jawabu. Na Mungu ndiye alikuwako na strategy na mbinu ya kudili na Jericho. Mungu ndiye alikuwa na mbinu ya kudili na bahari ya Shamu. Mungu akaambia Joshua, Jericho utaiangusha hivi. Hiyo inamaanisha kwamba kuna mahali kwingine katika jina la Yesu tutahitaji kuchukua hatua za imani kuweza kushinda, ili tuweze kuendelea. Kuna watu Jericho, kuna watu Joshua alipatanaga na wao, alikuwa anatwanga na kusonga mbele. Anatwanga na kusonga mbele, lakini kwingine itabidi umsikilize Mungu. Mungu akwambie hii ni ya kufanya hivi na hivi na hivi. Na mpendwa, kule ambako unaenda, lazima ujue kwamba kuna Jericho mbele yako. Kule ambako unaenda, sijui unaenda wapi, sijui unataka kufika wapi, sijui ni kibiashara, sijui ni nini, kuna Jericho mbele yako. Kuna Jericho mbele yako. Na Jericho ni watu ambao wanapata ripoti na mapema kukuhusu. Usikose wiki hii, twende deep side. Jericho, sababu ya kujenga kuta ni kwa sababu ya vile walisikia vile Mungu amefanya kupitia Joshua. Vile Joshua ametandika mataifa. Vile Joshua ametandika mataifa. Yaani kuna watu watasikia mambo ambayo imekutendekea na mapema, waanze kuweka vizuizi vya kukuzuilia usiendelee zaidi ya hapo. Hii ndio nataka tudili nayo.
Inua mkono, sema nitaendelea zaidi ya hapo. Ndio kama zako mwambie Jericho ambayo inaningojea mbele, nitaikonka na nitaendelea. Yaani kuna watu wamesikia tayari unafanya hivi, wanaamua kuinua vizuizi na mapema. Usiende zaidi ya hapo na usipite hapo, maana lazima ukonke Jericho ndio uendelee. Usiposhinda Jericho hakuna mahali unaenda, kwa sababu Jericho ilikuwa ni njia. Jericho ilikuwa ni nini? Njia ya kupita. Na tulisema kuna vitu lazima uweze kufanya nini? Uweze kuovercome. And you overcome them kwa face, kwa kupatana na. Bwana asifiwe. Na Jericho ni barabara. Iko wapi? Ni kama bridge. Jericho ni kama bridge. Hakuna njia nyingine ya kuenda, ni hiyo pekee. So lazima upite wapi? Je, unajua kuna Jericho nyingi sana kwa maisha yako na lazima upite. Ukipitia shortcut umefail. Ukipitia shortcut umeharibu mambo. Maana kuna bridges in life lazima upitie katika jina la Yesu. Na Jericho ni mojawapo ambayo lazima upitie. Lakini Jericho kuishinda, Mungu ndiye ako na mpango wa kushinda Jericho. Mungu ndiye ako na mbinu ya kushinda Jericho. So inamaanisha ya kwamba kuna viwango za maisha ukifika, unapaswa kumsikiliza Mungu. Umwambie Mungu, na hii nitaishinda aje, na hii nitafanya aje. Kuna viwango vingine tunabambana nazo, tunashinda, tunaenda, lakini zingine itabidi umsikilize Mungu. Mungu akamwita Joshua akamwambia vitu viwili vya maana, kwa sababu kuhusiana na Jericho kuna vitu mbili unahitaji kwanza kabla hujachukua hatua ya imani. Unahitaji Jericho na unahitaji mfalme wa Jericho. Mungu akaambia Joshua, tazama Jericho na mfalme wake nimewatia mikononi mwako. Overcoming in the spirit realm. Overcoming spiritually. Hallelujah. Hallelujah. Before ufike hapo, unapaswa kuchukua hapo. Before ufike hapo, unapaswa kuchukua hapo. Ukifika hapo uchukue hapo, itakuwa ngumu. Mungu akamwambia Joshua, Jericho na mfalme wa Jericho nimekupatia. Jericho ni territory, na mwenye anasimamia hiyo territory nimekupatia. Ukishapewa hizo mbili, hapo mahali umeshinda, umepashinda. You need to overcome your tomorrow's battles today. This is a revelation. This is a secret I'm giving you. Usingoje kushinda vita vyako siku hiyo. The day before ufike huko, unapaswa kuwa umeshinda kwanza. Kwa nini? Sisi ni wenye haki, tunaishi kwa imani. Sisi ni wa kiroho, tunazishinda kiroho kabla hatujafika huko. Tukifika huko ni kuchukua, tunachukua. Tukifika huko ni ku-exercise our faith, because already tume overcome spiritually. And that's why I told you this year, katika jina la Yesu, when umeelewa uko na maadui, wa dismantle, wamalize nguvu, chukua mamlaka juu yao. Before ubambane na wao, tangaza, Baba, katika jina la Yesu, wanainuka kinyume na mimi, wananipangia kufanya hivi na hivi, katika jina la Baba, la Mwana, na Mtakatifu, na wanyakanya mamlaka na ninawatia mikononi mwangu. Maana Mungu alifanyiaje Joshua? Mfalme wa Jericho na Jericho nimeitia wapi? Tuendeleshe hiyo tabia ya Mungu katika jina la Yesu. Tuendeleshe hiyo tabia ya Mungu katika jina la Yesu. Maadui zangu watie kwa mikono yako. Maadui zako unatangaza mamlaka yao na nguvu yao ninaiweka mikononi mwangu, yani ninaweka chini yangu katika jina la Yesu. Amen. Amen. So kuna watu badala ya kusumbuana na wao, nasema tu ninawatia kwa mikono yangu, ninawaweka kwa mikono yangu, ninawanyaganya mamlaka mlionayo.
Na nina take over kuanzia saa hii. Utajipata mtu kama huyo ataanza kukutoroka. Utajipata mtu kama huyo ataanza kukutoroka. Mimi kuna watu nimeombea hapa. Nikimaliza kumwombea natolewa kwa WhatsApp group ya hiyo kanisa. Mimi kuna watu ninaombea hapa. Nikimaliza kumwombea mtu fulani anatembea kwake anawacha kutembea kabisa. Na nafikiria sikuwa nimeelewaga hiyo inamaanisha nini. Kumbe ilikuwa ni kuchukua mamlaka. Unamnyang'anya mamlaka. Kunyang'anya mtu mamlaka ni kumdismantle. Kuna maanisha kumnyang'anya silaha zote. Najua mwanajeshi tukimtoa silaha zote tumemmaliza. Si unyang'anye hao watu mamlaka. Si uwanyang'anye silaha zote. Alafu waambie endelea na kimbelembele yako. Tuone mahali unaenda. Bwana asifiwe. Nataka kupigana vita simple kama hiyo. Nikisikia mtu wako kinyume na mimi, kabla sijapambana naye, naenda juu katika anga na mnyang'anya mamlaka yote. Nafikiri Kenya alikuwa anaendelea kunifanyia. Unasikia na watu alikuwa amesema anaenda Tanzania, unasikia anasema mimi si Tanzania. Sisikii kuenda. Si ati asikii kuenda. Kuna kitu umefanya. Haleluya. Mtu kimbelembele kukuongea mbaya, enda chukua hiyo mamlaka inampea. Hiyo mamlaka ambayo inamuempower kuongea mbaya. Go and take it. Utasikia tu aongeage siku hizi sitaki maneno. Bwana asifiwe. Alafu sasa ndio unachukua hatua ya imani. Unamalizia yeye kabisa. Jina yako atawaiteza nayo tena. Bwana asifiwe. So number 1 ilikuwa ni kupewa nini? Kupewa Jericho. Then number 2 kuimplement now. Umepewa, enda sasa chukua. Umepewa, enda chukua. Umepewa. Na Joshua kwa sababu aliamini amepewa, ndiye alienda kuizunguka. Sikiliza. Mungu alimpatia na Mungu akampatia strategy. Angalia hizo vitu. Mungu alimpatia lakini bado alimpatia strategy. Mungu still akikupatia huyo adui bado atakupatia mbinu ya kumweza. Anakupatia cha kwanza. Joshua alipewa kiroho. Sasa alihitaji ku-exercise Kenya amefanywa kiroho, exercise physically. That's why Ibrania inatuambia by faith. By faith ilikuwa ni nini? God has given you Jericho pamoja na mfalme wake. Sasa kwa sababu nimeamini nimepewa. Sasa ninaenda kwa sababu nimeamini nimepewa. Jericho nimepewa, ninaiendea. So he went by faith. Wakafanya by faith. Walikuwa wana implement kenye Mungu alikuwa amewaambia. And you know, ku-exercise what God has told you, hiyo ndio unafanya by faith. Hiyo ndio unachukua imani kwa roho unaiweka kwa matendo. Ni kuweka kenye Mungu amekuambia, kuiweka kwa matendo. Hiyo ni by faith. Na ndio Biblia inasema kwamba walizunguka, lakini Waebrania anatuambia by faith. Bwana Yesu asifiwe. Simama juu kwa miguu yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nataka uinue mkono wako juu, rudia nyuma yangu, sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako. Kwa kinywa changu nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu. Imeandikwa, ukamwambia Yoshua, tazama Yeriko na ufalme wake ninawatia mikononi mwako, katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo nasimama katika hilo neno na ninatangaza kila aliye kinyume nami, kila kilicho kinyume nami, nakitia mikononi mwangu, wanaopigana na mimi ninawatia mikononi mwangu, kila vizuizi ambao vimeinuliwa mbele yangu kunizuilia, kwa jina la Yesu ninawatia mikononi mwangu, na wanyang'anya mamlaka. Haya, chukua dakika moja, anza kuomba. Chukua dakika moja, wanyang'anya
wote wanyang'anye mamlaka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe kinyume na utumaini na wanyang'anya mamlaka, na wanyang'anya mamlaka, na wanyang'anya mamlaka, na wanyang'anya mamlaka, wanaopigana na wewe, na wanyang'anya mamlaka, na wanyang'anya nguvu. Inawatia mikononi mwako, inawatia mikononi mwako, inawatia mikononi mwako, inawatia mikononi mwako. Haleluya. Ashana basi nikatala baba ashana baba uza yango kama sasa kama ya mashina tunaweza. Wewe ni Bwana na kutukuza, wewe ni Mungu na kutukuza. Baba utukuze, Baba utukuze, Baba utukuze, Baba utukuze, Baba utukuze, Baba uinuliwe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen. Sema amen. Pacha Yesu makofi mazuri ya Mungu. Malizeni kusema unapaswa kupashinda na kupachukua kabla hujafika huko. Jifunze kudili na vitu katika roho. That's why Yesu alisema wakati unaomba ufanyaje? Uingie katika chumba chako cha ndani ujifungie. Alikuwa anamaanisha nini? Hakusema uende prayer center. Hakusema utafute mahali kwa ataombea hapo. Ingia ndani. Ndani ni wapi? Your spirit. In the spirit ndio ndani, ndio deep. Jifungie huko. Alikuwa anamaanisha kutaka kuomba, peleka vitu yako wapi? Kiroho. In the spirit. So vitu vingi kuanzia leo ambavyo nataka kudili nayo, ingia katika chumba chako cha ndani, jifungie huko ndani. Chukua mamlaka. Chukua mamlaka. Mungu aliniita Yoshua katika chumba cha ndani. Akamwambia ninakupea. Katika chumba cha ndani unapewa kiroho. Haupewi mtu akiondana. Katika chumba cha ndani unapewa kiroho. Alafu unatokezea katika mwili ukiwa na ujasiri mwingi sana na uhakika mwingi sana ya kwamba vita hivi mimi navishinda. Na hiyo kwa maisha yako. Na hiyo kwa maisha yako. Kwa jina la Yesu sema amen. Mtazamaji wangu umebarikiwa sana katika jina la Yesu, nasi pia tumebarikiwa kwa pamoja na wewe. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Umebarikiwa sana kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu, kikiletwa kwako na mimi Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho. Kanisa letu linapatikana nyuma ya Shivelen Supermarket kwa uwanja wa Soweto Driving School. Hapo ndipo tunapatikana katika jina la Yesu, na kukaribisha wiki hii tunapoendelea na mafundisho ya asubuhi na pia Jumapili katika jina la Yesu. Kutoka hapa kwetu umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Amen. Shika sadaka zako, tumwabudu Bwana kwa matoleo.